Kuna tukio mbaya ambalo limewakumba watangazaji wawili mara tena wa redio Sauti ya Mwanamke, La Voix de la Femme hapa Baraka. Ilikuwa siku ya 4 tariki 8 mwezi wa 5 mwaka huu kwenye mida ya saa 1:30 za usiku kwenye kata la Kibonjwa. Watangazaji wenzetu majina yao ni Delphin Aoti na Malekani Mbembe walipokuwa wakitoka kwenye redio usiku, wamevamiwa kwenye kata la Kibonjwa na watu wenye kuwa na silaha, na hivyo wamewasumbua sana, wamewatishia maisha na wamefaulu kupeleka simu 2 za mtangazaji Malekani Mbembe. Tukio hili limetukusa mara tena kama muungano wa wapasha habari wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi REGIFI kwa kifupi, na tunasi viongozi mara tena kuhusika na usalama wetu, kwa sababu hili ni tukio la pili kwa kipindi ambacho hakizidi mwezi mzima. Itakumbukwa kwamba mwezi uliopita mtangazaji Nosaka Luta wa Radio Baraka mara tena aliporwa simu na kutishiwa maisha na watu wenye kuwa na silaha tena kwenye kata la Kibonjwa hapa Baraka. Tunaguswa na jambo hili na kusema kwamba lisingerudia mara tena. Hatujui kwamba tutumike katika mazingira gani, kwa sababu muda wote ule watangazaji hapa Baraka hapa Fizi wamekuwa kama vile sible za watu wenye kuwa na silaha na inaweza kuwamalizia maisha. Kitendo hiki kimekuja mara tena wakati ambapo mwezi huu wa 5 tuna observe sikukuu zetu za uhuru wa wapasha habari, tunaitwa Kifaransa liberté de la presse. Huu uhuru ambao kila mara unanyanyaswa, unavunjwa, unakuwa sabote na watu wenye kuwa na masilaha, na kwetu sisi hautuheshimishi. Tunasema kwamba kilichotokea kwenye watangazaji wa redio ya kijamii Sauti ya Mwanamke ni kitendo ambacho tumekilaani vilivyo, na lazima usalama wetu ukingwe. Kwa hiyo tutasi na kuomba viongozi ambao wanahusika na usalama na ukingo wa raia kuweka mikakati iliyo muhimu ili kwamba usalama wa watangazaji hapa katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi uendelee kuimarika. Utakumbuka kwamba jiji la Baraka linashuhudia vitendo vibaya, vitendo viovu vya usalama mdogo kila siku, na tulisema mwezi jana kwamba uporaji, wizi wa simu, vitisho zidi ya silaha vinasumbua watu hapa katika mji wa Baraka. Kwa hiyo watangazaji ambao wanatumika katika mazingira tete, lazima viongozi wachukue sheria za kuwakinga. Tunasi meya wa jiji la Baraka na wanamemba wa kamati la usalama kuchukua mipango muhimu ili kwamba watangazaji watumike katika mazingira mazuri, isiwe kila mara kukosa usalama mdogo. Asante.